vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Anasema nilimuona mnyama akitoka katika bahari. Nataka twende kidogo. Nini maana ya bahari? Bahari maana yake ni wingi. Sasa huyo mnyama ametoka katika wingi. Wingi huu unaozungumzwa hapa ni watu, makabila, lugha, mataifa. Sasa kumbe huyu mnyama hajatoka katika maji. Maji yaliyozungumzwa hapa ni wingi, lakini ametoka katika wingi wa jamii, wingi wa kabila, wingi wa malugha, wingi wa mataifa. Ndiko alikotokea huyo mnyama. Na mnyama maana yake ni nguvu. Nyati, nguvu. Anaendelea kusema, na yule mnyama niliyomuona aliyokuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Hapa kuna joka. Joka ni ibilisi. Tunaposema joka ni ibilisi, joka huyu ndiye aliyompa kiti cha enzi huyo mnyama aketi. Sasa hapo tunapoanza sasa. Je, kama ibilisi alimpa huyo mnyama kiti chake cha enzi na mamlaka yake akaimu badala ya ibilisi, sababu ibilisi ni roho. Unajua ibilisi ni roho, hana mwili, hana nyama. Sasa ibilisi baada ya kuona huyo mnyama tunaposema huyo mnyama basi ibilisi akampa uweza wake, akamwezesha. Sababu Mungu wa dunia hii anayetawala ni ibilisi. Ndio maana hata wakati mwingine watu wa Mungu wanapokimbilia kwenye siasa ni jambo ambalo wakati mwingine hawajui wanachokifanya. Labda kama ni mapenzi ya Mungu, lakini hawajui wanachokifanya. Wewe mtu wa Mungu unapoingia kwenye siasa, sikiliza. Siasa kuna vitu vingi vinavyotendeka. Mfano, wewe ukiwa mtu wa Mungu unaweza kaona ya kwamba matatizo mengi yanayopata wananchi yametokana na ulevi. Basi kama wewe ni mtu wa Mungu, utawaambia wanasiasa tufunge bar, hawatakubaliana na wewe. Tufunge brothers, hawatakubaliana na wewe. Tufunge tumbaku, viwanda vya sigara, hawatakubaliana na wewe, kwa sababu siasa inaamini kitega uchumi cha nchi au kinongongo cha nchi kinachosababisha kuingiza pato kubwa la taifa ni sigara.